بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درس leo itakuwa الأعداد المذكورة في القرآن الكريم. nambari zilizotajwa katika Qur'an. Ukitazama hiyo chart iliyokuwa hapo, utaona namba zilizotajwa katika Qur'ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, halafu inaruka 19. Baadaye utaona imetajwa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, halafu inaruka 99. Ukitoka kwenye 99 inaingia 100, halafu kuna 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5,000, 50,000, 100,000. Hizi ni whole numbers zilizotajwa, nambari kamili. Halafu kitaja sehemu ya moja, fractions, utaona imetajwa moja katika 10, tenth, moja katika 8, moja katika 6, moja katika 5, moja katika 4, yani robo, moja katika 5 ile khumus na robo, na thuluth, 1/3, moja katika 3, na nusu, moja katika 2, halafu imetajwa 2 katika 3, thuluthain, 2/3. Hizi za sehemu ni fractions hizi, utaona mara nyingi hutumika katika urithi, katika jambo lenye kuhusu na mali, katika zaka, na hizi nambari nyinginezo kila moja ina msimamo wake. Kwa mfano, nambari 1 imetajwa nini? Imetajwa hakuna kitu kama tauhid. Subhanallah. Fa ilahukum ilahun wahid. Ingawaje imetajwa na ahad, ninaweza kusema ahad ni kutilia mkazo hiyo moja, la haina mbili, na moja hiyo haina fraction, nusu yake au robo yake. Al-ahad al-wahid alladhi la yatajazza, moja isiyogawika. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba al-ahad ni kama inakurubia kwa maana ni wahid, lakini inaibana wahid yenyewe isiwe nyingi, ikawa tu 2 au 3, wala isiwe nusu, robo au thuluth. Kwa hivyo moja, fa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid. 2 imetajwa nini katika wanyama? Wa min al-ibli 2 wa min al-baqari 2, katika ngamia 2 na katika ng'ombe 2. Kwa hivyo katika 3 imetajwa nini? Fa'iddatuhunna 3 ashhur. Ida yao wanawake wale ambao wanaoachwa halafu kaolewa tena lazima yakae miezi 3. Nambari 4 imetajwa katika nini? Imetajwa katika mashahidi wa kueleza kwamba mwanamke amezini, ili ipatikane shahidi 4 au viapo. Laula ja'u alayhi bi 4 shuhada, wangelikuja na mashahidi 4 ili waelezee makosa ya zina kwa yule mwanamke aliyezini. 5 imekuja katika kuelezea idadi ya ahli al-kahf. Imetajwa yaquluna 5 sadisuhum kalbuhum, wamesema walikuwa 5, wa 6 wao walikuwa ni mbwa. Nambari 6 imetajwa katika kuumba mbingu na ardhi. Khalaqa as-samawati wal ardha fi 6 ayyam, ameumba mbingu na ardhi katika siku 6. 7 imetajwa kuhusu milango ya motoni. Laha 7 abwab, ina milango 7. Na namba 8 imetajwa
katika wanyama hoa. Waanzala lakum min al-an'ami 8 azwaj, umetajwa ni pairs 8, ndio pale inakuja min al-ibli 2 wa min al-baqari 2 wa min al-ma'z 2 ila akhiri, lakini imetajwa ina 8 hapa. Kwa hivyo 8 imetajwa kwanza, waanzala lakum min al-an'ami 8 azwaj. Ama 9 imekuja ni ishara na miujiza, mambo 9 waliopelekewa Firaun, fi 9 ayatin ila Firauna wa qaumihi, ayat ishara miujiza 9 waliopelekewa Firauni na watu wake. Kwa hivyo nambari 9 katika aya 101 katika surati al-Isra, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu Fir'auna inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Hizi 9 ayat na aqwal walisema ni ishara na ayat miujiza 9 iliyotokezea wakati nani walipopelekwa Firaun. Walotaja hizi 9 ayat walisema mkono wake unaotoka unang'ara, fimbo yake, ulimi wake, bahari kupasuliwa sehemu mbili, tufani, jarad, zige, al-qummal, chawa, al-dhafadi, vyura, na damu. Hivi ni vitu ambavyo vilotajwa 9 ayat, ayatun mufassalat, zilobainishwa kwa wazi kabisa. Wengine wakasema la, 9 zenyewe kwanza ile kutupa fimbo mara 2 imetajwa kwa Firaun, kugeuka nyoka, na kutoa mkono wake ukaona ng'ara, unameta, unatoa mwangaza na uzito, kuwa na kisambi na ulimi kutokuweza kusema uzuri, ni aya. Na mambo 5 yamekuja katika surati Araf aya 133, ndio aliyotaja tufani na nzige na chawa na viura na damu. Kwa hivyo hizi 9 ayat. Kwa hapa nambari 9 imetajwa katika Qur'ani kama hivi tulivyoelezea. Halafu tunakuja nambari 10. Kwa mtu aliyeapa anataka kafara ya kiapo chake, fakafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafara yake ni kulisha maskini 10, cha kati na kati, sio cha kifakiri cha maskini sana au sio cha kitajiri sana, chakula cha kidesturi wanachokula watu wengi. Nambari 11 imetajwa katika Qur'ani alipotaja Yusuf alayhi salam kwamba ameona kaukab sayari 11, inni raaitu 11 kaukaba والقمر والشمس رأيتهم لي ساجدين. mwanzo surati Yusuf, hakika nimeona kaukab au nyota, anasema au kaukab sayari 11 pamoja na jua na mwezi. Nambari 12 imetajwa katika amri aliyopewa Musa kupiga jabali lile, ikatoa chemchem njia 12, ili kila kabila katika makabila bani Israeli wawe na chemchemu yao, wasigombane. Famfajarat minhu 12 aina au fambajasat minhu 12 aina, imetajwa baada kupiga kwa fimbo yake miujiza, ikawa maji yametoka sehemu 12. Qad alima kullu unasin mashrabahum, kila mmoja wakapata, kila mmoja katika makabila 12 ya bani Israeli, watoto wa Yaqub, wakawa na maji yao na chemchemu yao waliopewa, waliojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya namba 12 imekuja namba 19 ambayo tunaona katika surati Mudaththir, wenye kulinda Jahannam alaiha 19 min almalaika, inalindwa na malaika 19, mkubwa wao ni Malik. Namba 20 imetajwa wapi? Katika masala ya vita, katika jihadi, wakati
mnapokwenda kupigana, idadi hii ikiwa imetimia idadi hii, basi mnaweza kuendelea. Mkizidiwa sana na idadi kwa ratio ilikuwa kubwa sana, mnaweza mkarudi msipigane. Imetaja katika aya, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, kama mkiwa watu 20 wenye subra hasa, basi mnaweza kuwashinda hata 200 kwa ratio ya 1 kwa 10. Hiyo 20 kwa 200, ratio 1 to 10. Ikizidi ya 1 to 10, basi mna haki kutokupigana. Lakini katika hiyo idadi, basi nyinyi mtaweza kushinda 10 kwa 20 kwa 200. Halafu tena malaika na nusra Mwenyezi Mungu inaingia kati hapo inshallah. Ama kuhusu namba 30, imetaja ni miezi 30 baina amri ya Mwenyezi Mungu ya kuchukua mimba na kumwachisha mtoto ziwa, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na kubeba mimba hiyo na kumwachisha ziwa iwe miezi 30, isizidi kuliko miezi hii, kwa sababu bila shaka kuna hikma kubwa. Madhal amri ya Mwenyezi Mungu imekuja katika kumnyonyesha mtoto hata kupindukia miezi 30. Ukitoa miezi 9 ya mimba iliyobakia, basi labda kama itakuwa mtoto wa miezi 7, labda ndio anaweza kufika mpaka kutimiza 30, miezi 23. Kwa ufupi, fi amain, katika miaka miwili. Haya, tunakuja katika nambari 40. Imetajwa katika miadi aliyopewa Musa na Mola wake kwenda kuonana na Mola na kuzungumza na Mola, kuzungumza naye. Wa idh wa'adna Musa 40 layla, tulipompa ahadi Musa siku 40. 50 imetajwa wakati gani? Imetajwa katika Nuh akiwalingania watu wake 1000 sana, 1000 sanati illa 50 ama, 1000 minus 50. Na imetajwa sana miaka kwa sababu ya miaka inakuwa miaka ya tabu na shida kulingania watu, na wakipinga na kukataa na jeuri zao. Miaka rostarehe hasa kwa kutumika neno am ni miaka iliyopita isiyokuwa na tabu na shida. Mara nyingi huwa ni hivyo, ingawaje wakati mwingine rule hii haitumiki, lakini sehemu nyingi za Qur'ani ilipotumika sana, basi jua kulikuwa miaka ya shida. Ukitumika aman, imetumika miaka ya raha na starehe. Wallahu aalam. 1000 sanatin illa 50 ama, miaka 1000 isipokuwa miaka 50. Kwa hivyo namba 50 imetajwa hapa pamoja na nambari 1000 imetajwa hapa, lakini pia na 1000 hii imetajwa hapa na imetajwa sehemu nyingine. Tupofika nambari 1000 tutaielezea. Kwa hivyo hapa miaka 50, 1000 sanati illa 50 aman, imetajwa 50 katika Qur'ani. Namba 60 imetajwa wapi? Imetajwa katika kulisha maskini 60. Na hii idadi 60 imetajwa katika kulisha maskini 60, fa it'amu 60 miskina, kwa kosa la yule bwana alimwambia mkewe, anti ka dhahri ummi, wewe kama mgongo wa mamangu, yani kama ushakuwa ni haramu kwako. Akienda kushtaki kwa Mtume sallam, mpaka akanguja wahi imeshuka katika sura al-Mujadila, qad sami'a. Halafu inasema aya, ikiwa wale alladhina yadhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu, walosema maneno anti ka dhahri ummi kuambia wake zao, kisha wakarudi kwa kutubu. Kwa hivyo wanatakiwa watahriru raqaba, wamwache mtumwa, min qabli an yatamassa, kabla jamwingilia. Au faman lam yajid, kama hana, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, miezi miwili afunge kama hana mtumwa, min qabli an yatamassa. Au faman lam yastati, hawezi kufunga mtu mzima, mgonjwa. Solution ya 3, fa it'amu 60 miskina, kulisha maskini 60. Ama nambari 70 imetajwa katika surati al-Haqqa, wale wanaostahili kupelekwa motoni, aya inasema wafungwe minyororo
ukubwa wake dhiraa 70. ذرعها 70 ذراعا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. Ikisha afungwe kwa mnyororo, ukubwa wake urefu wake dhiraa 70. Hapa ndivyo ilipotumika ذرعها 70 ذراعا fasluku, mfungeni nayo. Namba 80 imekuja katika kupigwa mjeledi 80 jalda, fajliduhum 80 jalda. Hii namba 80 imetajwa katika nini? Katika aya surati Nur, wale ambao wanawasingizia wanawake kwa wamefanya maovu na ilhali ni uongo tu. Kwa hivyo hawa ikijulikana kwamba ni uongo, wapigwe viboko 80. Walladhina yarmuna almuhsanati, wale ambao wanawasingizia wanawake waliolewa, thumma lam ya'tu bi 4 shuhada, ikisha wasilete mashahidi 4 kwa yale wanawasema. Na haya yanafanya kuwa magumu ili watu wasifanye mchezo tu. Mashahidi 4 si rahisi kuwapata wakati ule jambo ambalo linatokezea wakawa na mashahidi 4 ndio ili hukumu ipitishwe. Kama sivyo Mwenyezi Mungu anataka sitra isitiriwe. Hapa wale ambao wanasingizia wanawake kisha hawana mashahidi 4, fajliduhum 80 jaldatan, wapigwe mijeledi 80, wapigwe bakora 80. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, wala msikubali ushahidi wao tena baada hapo. Nambari 99 imekuja katika sura Sad, lahu 99 naja, ana kondoo 99. Amekuja mtu ameingia kwa Daud pamoja na kwenda kumshtakia nduguye ambaye alimwambiwa achanganye wanyama wao pamoja. Akasema, inna hadha akhi lahu 99 naja, huyu ndugu yangu ana kondoo 99, wali najatun wahida, na mimi na kondoo moja. Faqala akfilniha wa azani fil khitab, anasema nipe mimi nichanganye pamoja na hawa, nimemtazama nitamshughulikia mimi badala yako. Akanishinda katika mazungumzo mpaka akamchukua. Kwa hivyo anasema kama amemdhulumu. 99 imetumika kuhusu kondoo 99 ulikuja katika surati Sad. Wakaja kushtaki mbele ya Daud alayhi salam, akatoa ushauri wake, na kisa ni kwamba alikosa katika hukumu, lakini mwanae Suleiman alimsaidia katika hukumu. Hii ni masala ya 99 katika Qur'an. Nambari 100 imetumika miaka 100 ya yule mtu aliyepita katika kijiji akaona kijiji kimekufa kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfisha miaka 100, kisha akamfufua, akamwamsha, akamfufua yani. فأماته الله 100 عام. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها, كبيتا ميونا مجيوت ديد كبسا. قال أن وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف vipi Mwenyezi Mungu atafufua baada kufa kwake? فأماته الله 100 عام, akamfisha miaka 100. Thumma ba'atha, kisha akamfufua, akamuonesha namna gani punda wake alikuwa kafa kabisa, mafupa matupu, kidogo kidogo karudi mzima na uhai wake. Na akamuonesha miujiza kwamba chakula chako hakijaribika miaka 100, na huyu nimemjalia naturally ni action ipite katika kila kitu, kwamba huyu mtu miaka 100, huyu mnyama punda wako aliyekaa miaka 100 atakufa kama desturi, sunnatul haya, sunna ya maisha yanapokwenda. Kwa hivyo nambari 100 imetumika katika hii sura al-Baqara, faamatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha, amemfisha miaka 100 kisha akamfufua. Inasemekana kwa mtu wenyewe ni Uzair katika Bani Israili. Ama kuhusu 200 tumesema kule 20 sabiruna yaghlibu 200, wakiwa hapo wenye kusubiri katika vita
katika jihad, basi wakiwa 70 wenye subra, lazima subra iwepo, basi watashinda hata 200, 200. Hapa 200 imetumika na 20 kabla tumeeleza, hizi mbili zimetumika 20 na 200. Ama 300 katika ashabul kahf, watu wa pangoni, walabithu fi kahfihim 300 sinina, wamekaa katika pango lao miaka 300, wazdadu 9, wakaongezeka 9. Hii 9 hatujaitumia kule katika 9, lakini unaweza kusema 9 imetumika zaidi ya mara moja, na nambari nyingine zaidi ya mara moja hutumika fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumi, tumesema kule. Na pia 9 hii iko 9 rahtin fi Madina, vijana 9 wametajwa katika kisa pia, lakini hapa tunasema kwamba miaka 300 katika nambari 300 imetajwa katika sura al-Kahf. Walabithu, wakakaa fi kahfihim, katika pango lao 300 sinina, miaka 900, wazdadu 9. Ama 1000 Bani Israil kwa kupenda maisha, hata Mwenyezi Mungu anapiga mfano, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sana, wanatamani lao angelipewa umri wa miaka 1000 waishi. Lakini hata yote hayo, hata angelipewa miaka 1000, wama huwa bimuzahzihi min al'adhabi law yu'ammar, asingeliweza kutoka kwenye adhabu, kwenye moto, hata akipewa hiyo miaka 1000. Na 1000 imetumika pia fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun, katika siku moja kwa kadiri yake kama miaka 1000 mnaohesabu nyie ya duniani, kwa Mwenyezi Mungu siku moja tu, yawmin, ambao kazi wana Mwenyezi Mungu anadabiri mambo yake kwa kutuma malaika duniani, baina duniani na kupaa juu kwa kutekeleza wajibati wanazopewa. Ama kuhusu 2000 imetumika katika pia jihadi, wa yakun minkum 1000 yaghlibu 2000, mkiwa katika nyinyi watu 1000 basi mnaweza kuwashinda 2000, ratio 1:2. Pale Mwenyezi Mungu ameona fikum dhafa, na udhaifu ndani yenu, kwa hivyo katoa amri kwamba 1000 kwa 2000, 1 kwa 2, ikizidi hapo mnaweza msipigane. Ama kuhusu 3000 walitajwa katika vita wa Badr, malaika 1000 و1003 ب3000 من الملائكة منزلين, malaika 1003 walioshushwa. Na pia 5000 imetaja malaika pia, yumdidukum rabbukum bi 5000, atakupeni Mola wenu, atakupeni jeshi la kutia nguvu kwa malaika 5000. Supply madad, yumdidukum, watakupeni supply ya zaidi. Ama 1050 imetajwa siku moja, siku ya kiyama, kana miqdaru 50000 sana, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, wanaona iko mbali lakini tunaona karibu siku ya kiyama, siku itakayokuwa siku moja kama miaka 1050. Hizi kuhusu whole numbers, nambari kamili. Ama nambari chini ya moja, nambari kubwa kabisa imetajwa thuluth 2, 2/3, alafu nusu, alafu thuluth 1, alafu robo, alafu sehemu 1/5, khumus 20%, alafu 1/6, 1/8, na ndogo kabisa asghar adad iliyotajwa katika Qur'ani 1.10, ushur, sehemu 1/10, yani 10%. Na hizi tumesema katika mambo ya urithi, fa in kana tasnataini falahum athuluthan, wakiwa wanawake wawili hakuna mwingine wa kurithi, basi kila watapata thuluth 2 wao. Alafu akiwa mmoja falaha nisf, atakuwa na nusu, imetajwa. Na yule ambaye warithahu abawahu fali ummihi thuluth, wakirithi baba yake na mama yake, mama anapata thuluth, baba anapata thuluth 2, hakuna watoto. Alafu robo, walahunna rubu mimma taraktum, wanapata robo, walahunna rubu mimma taraktum. Ikiwa mke na mume hawana watoto, mke akifa anachorishi mume wanapata nusu,
lakini mume akifa mwanamke anapata robo. Hapo ndilo potajwa lahunna rubu mimma taraktum, wao watapata robo yale mlioacha. Ikiwa ama kuhusu robo pia imetajwa, anasema fa in kana walakum nisfu ma taraka azwajukum, nyinyi mtapata nusu ya wale walioacha wake zenu, illa yakun lahunna walad, kama hawana watoto. Fa in kana lahunna walad, ikiwa na watoto, falakum rubu, nyinyi wanaume mtapata robo mimma tarakna. Hii robo pia imetajwa mara ya pili hapa. Kwa hivyo robo katika Qur'ani pia imetajwa katika masala ya mirath. Halafu khumus imetajwa katika kugawa ghanima, katika kugawa ngawira. Fa anna lillahi khumusahu wa lirasul, khumus yake inakwenda kwa Allah na mtume wake katika ngawira iliyobakia na gaiwa Waislamu. Sudus unatajwa katika aya hiyo hiyo surati Nisa aya 12, imetaja fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Hapa ikiwa rajulun yurathu kalalatan au imra'atun wa lahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus, falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kana lahu ikhwatun, pia imeeleza nyingine hiyo, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Aya hii bila shaka inataka sharh kidogo, lakini ni masala ya urithi kwa wanawake. Wakati gani wanapata sudus 1/6, wakati gani wanapata thuluth, wakati gani inakuwa wanawake zaidi ya moja fa shuraka fi thuluth. Hii taban baada wasia na nini, hani masala yanataka kikao kwa kuelezea. Basi leo muhimu kwetu hasa si katika kuelezea namna gani ya kugawa urithi, lakini kutaja hizi nambari zilizotajwa katika Qur'ani. Utaona kwamba hizi sudus na robo na nyingi zimekuja katika surati Nisa katika kuelezea urithi. Na thumun imetaja mke anarithi kutoka kwa mumewe ikiwa na watoto. Mama anachukua sudus, mke anachukua thumun 1/8, mama sudus anapata, ambayo inakuja baadaye. Sudus ni ya mama. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, pia nyingine hiyo. Na kadhalika khumus hapa sudus inakuja ni katika fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kadhalika nataka tumalize kwa sababu muda mshakuwa mrefu. Thumun bado na ushur, falahunna thumunu mimma taraktum, wanapata thumun 1/8 kwa kile anachoacha mume ambao wao na watoto. Kinachobakia baada ya kutoa mama, baba na mke, kinachobakia kinagawiwa lidhakari mithlu hadhil unthayain, mwanamume anapata double ya mtoto wa kike. Kinachobakia baada ya kuchukua baba au mama, na yani unakuwa hapa baba yule aliyekufa au mama aliyekufa na mke aliyekufa, halafu baadaye inabakia ni watoto. Halafu tunamaliza kwa fraction ya mwisho, ushur. Wama balaghu mi'shara ma atainahum. Allah anaambia Makureishi kwamba wao wakilinganisha na umma uliopita hawajafika hata ushur 1/10. Mi'shara imetumika kama ni 1/10 ushur. Wama balaghu mi'shara ma atainahum wakadhaba alladhina min qablihim, walikuja kabla yao walikadhibisha. Wama balaghu mi'shara ma atainahum, hawa Makureishi hawajafika hata ushur 1/10 ya wale tuliowapa wale kabla. Walikuwa jeuri kweli, walikuwa na nguvu kweli, walikuwa na kila kitu. Quraysh hajafika hata 1/10. Fakadhabu rusuli, wakakadhibisha mitume yangu. Fakaifa kana nakir, vipi adhabu yangu na adabu niliowatia ilikuwa vipi? Kwa hivyo wao Quraysh wala si chochote si lolote mbele ya walokuja kabla yao. Kwa hivyo hapa ni imetumika namba ushur. Wa bihadha naktafi, na stop hapa kwa kuelezea kwamba idadi zilizotumika katika Qur'ani idadi mbalimbali kama tulivyoelezea. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu